Bwana mganga, umeonekana saa 6 mchana jua kali, ukionekana uwanja wa Benjamin William Mkapa. Jambo ambalo limestua watu wengi kweli kweli. Nini hasa kilichokupeleka na wewe kuonekana mchana wa jua kali katika uwanja wa Benjamin William Mkapa? Wewe ni nani kwanza? Tunazungumza taratibu. Watanzania wanahitaji kujua. Mimi nimefunga safari kuja kukufuata wewe tuzungumze. Kiukweli lengo lilitakiwa mimi nionekane. Na ni kwa sababu kuna vitu vibaya wameviweka, wameshaona nimeenda kutoa password zao, na ndio maana nimeonekana. Na nimeonekana kwa sababu zangu za msingi. Hii dabi ni kubwa sana. Na uzuri wapinzani wanajua. Mara kwa mara nimekuwa nikiitwa kurekebisha haya mambo yakae sawa, na wamekuwa kichezea magoli ya kutosha. Kwa hiyo hili nina uhakika nalo. Walijitahidi kuweka vitu, wamefukia paka mweusi upande wa kwanza na upande wa pili wamefukia paka mweupe, kwa maana ya kwamba paka mweusi ni kiza, paka mweupe ni nuru. Maana walitaka kwenda kutuangamiza, lakini pasipo mimi kutokea kwenye hili jambo wangefikia kwenye wakati mbaya sana. Lakini viongozi na klabu yenyewe ya Young Africa wanautaka ushindi, na vile walivyozoea kumpiga huyu, na hicho ndio kitachoenda kutokea kesho. Kwa hali ya kawaida mganga, imeonekana kama sitofahamu ikijitokeza kutoka Nigeria mpaka Tanzania, umbali mkubwa ambao upo hapo katikati. Nini hasa Yanga wamekiona kwa upande wako mpaka kukuita wewe na kuja kufanya tunaweza tukasema ni tambiko hili kuelekea dabi ya Kariakoo, ambapo wenyeji Young African zidi ya Simba Sports Club? Walichokiona kwangu ni huduma yangu nzuri, kwa sababu tiba huwa haijifichi. Na haya maswala ni mila na tamaduni zetu Afrika. Afrika ipo kwa ajili ya kutukuza tamaduni, na hiki ndo kitu ambacho Young Africa wamekiona, na mara kwa mara nimekuwa nikiwasaidia kwenye hili. Kwa hiyo hawezi kunitupa. Mpaka sasa kuna asilimia ngapi za Young African kupata ushindi? Kwa maana tumeona Simba wanazungumza kweli kweli, pia tumeona mganga Simba ameshaimaliza shughuli ya dabi ya Kariakoo. Wewe mganga kutoka Nigeria, mji ambao unasifika kwa mambo makubwa, mganga Simbila Simba, nini haswa unawaambia mashabiki wa klabu ya Young African kuelekea dabi ya Kariakoo? Kuna asilimia ngapi Yanga anakwenda kushinda mchezo huu? Hili halina kificho. Kwa kazi niliyoifanya, nafikiri nilifanya mchana mbuzi anakula majani. Kama mbuzi anakula majani, tafasiri yake ni jambo liko hadharani. Huu ni ushindi moja kwa moja kwa asilimia 99.9. Na ni kwa sababu nilichokifanya najua, na mara kwa mara nimekuwa nikifanya. Wamejitahidi kutafuta waganga sehemu tofauti. Lengo lao lilikuja ni kufuta aibu waliokuwa nayo. Lakini Yanga haiwezi kufungwa kidhaifu hivi. Kama niko hai, labda wasikie nimekufa. Okay, nani sasa alifanya vitu vibaya katika uwanja wa Taifa? Kwa maana timu zinazocheza ni mbili, Young African zidi ya Simba. Unahisi nani hasa amefanya hayo mazindiko makubwa ambayo kiasi kwamba unasema jambo kubwa sana lingeweza kwenda kutokea hata kuhatarisha maisha ya mwanadamu? Kwa utaratibu wa uganga siwezi kumtaja mtu. Lakini ukweli ni kwamba waliyafanya mambo wanaoona wao wako sawa, lakini vitu walivyofanya ni vidogo sana. Ingelikuwa sio kulisi huu mkoba, ingelikuwa labda ni kwa uwezo wangu binafsi pasipo kushirikisha mizimu, ningesema huenda kesho aibu kubwa ingeikuta klabu ya Yanga. Lakini nalizungumza hili jua linawaka. Kama ikitokea Young Africa wamefungwa kesho, naomba waje wakate kichwa changu, watenganishe na mwili. Mganga Simbila anasema kama ikitokea klabu ya Young African ikifungwa zidi ya Simba, basi anaomba watu waje wamkate kichwa chake. Hayo ni maneno ambayo yeye amezungumza. Maneno yako wa Tanzania na watu ambao kutoka nje mipaka Tanzania wanayasikia. Nini kinachokunasib mpaka unafikia ya kuzungumza maneno hayo? Una kitu gani haswa ambacho wewe unajiamini kinakupa jeuri? Mtangazaji, uganga ni jicho la tatu. Ni jicho ambalo linakuona, linamtazama mtu kwa fikra. Na mimi nimeweza kulitazama hili kwa fikra, na pia mizimu imeniongoza kwenda kulinasua hili. Kwa hiyo leo huwezi kuniambia ya kwamba ninachokisema niko nje na malengo, kwa sababu mimi ninaongozwa na wakubwa.
ninaongozwa na mizimu, ndo ambayo mimi imenichagua kufanya hizi shughuli za utabibu. Kwa hiyo najua ninachokisema na nina uhakika kwa sababu nilisimamiwa na wao, na wao waliniambia Simbila fanya hivi, Simbila gusa pale. Nisingeweza kuwaona hao paka kama mizimu isingeniongoza vyema. Lakini kumbuka Simba Sports Club wana kikosi kipana na pia wamejipanga kuelekea mchezo huu, kwa maana mechi za hivi karibuni Simba imeonyesha ikifanya vizuri kweli kweli. Vipi upande wa Young African? Unajua unaweza ukafanya uchawi, lakini kama timu yako haijaimalika bado kuna tatizo. Mimi wapinzani nafikiri kitu ambacho najaribu kuwaona wanashindwa kwenda sawa na maarifa yao ni kutumia ujanja. Ukiamua kuroga ujue kabisa unayemroga haujui uchawi. Lakini unayemroga naye ni binadamu na anaona. Kwa hiyo wanayanga wameliona hilo, kama hawa wanachokifanya wangemshirikisha Mungu tu. Huenda labda ingetokea, kwa sababu mpira nao muda mwingine ni mchezo wa kubahatisha. Lakini ukiingia kwenye uchawi ni mambo, hiyo ni dunia nyingine. Ni dunia ya watu ambao wanaona kwa uwezo mwingine tofauti, wa macho mengine ya kiza. Hiyo ni dunia ya kiza kaka. Hiyo ni dunia ya kiza, dunia ambayo ndiko sisi tunakuishi na mizimu. Mizimu ndo inatuongoza sisi kupitia hiyo dunia. Sasa wewe unamloga mwenzio, je, unajua amejipangaje? Unajua yeye amejiandaa vipi juu ya huo ulogaji na uloga wewe? Wanaloga uchawi mdogo, uchawi wa hapa Zanzibar sijui wapi. Uchawi unatoka Nigeria bro. Mimi nilitoka hapa Tanzania kwenda Nigeria. Haya mambo nilienda kujifunza kule kuongeza CV yangu. Na ndio kitu ambacho namshukuru Mungu. Natibia mataifa mengi makubwa. Kiasi gani ambacho Yanga wamekulipa wao kuja kulifanikisha ile jambo? Kwa maana inaonekana umejipanga vya kutosha. Si kitu kidogo kutoka Nigeria kuja nchini Tanzania kuhakikisha tu Yanga wanapata ushindi. Siwezi kusema ni kiasi gani wamenilipa. Lakini hata wangenipa shilingi 1000 ya Kitanzania, kikubwa ni moyo wangu na kujitoa na kuikabidhi mizimu kwamba hili jambo ni la kwetu, naomba tulifanye kwa moyo mmoja. Mizimu hata ukiwapa shilingi 100 tu, lakini wao wanaweza kulifanya jambo la milioni 10 pasina kwamba haujatoa kitu. Mtazamo wako sasa, kikosi cha Young African kinajulikana. Uhisi madhaifu ya Yanga sasa hivi upande wa golikipa pamoja na beki zake linaweza likakuangusha wewe? Inawezekana kweli mganga umefanya mambo yako, lakini uwezo wa golikipa pamoja na backline zinaweza zikakuangusha. Djigui Diarra amekuwa akifanya makosa mengi kweli kweli hivi sasa. Uoni kama linaweza likawa shida hilo jambo? Huenda ukaona udhaifu wa mtu uwanjani na ukahisi labda ni makosa anayoyafanya. Lakini tukija kwenye jicho la tatu, kuna nguvu zinakuwa zimeshirikishwa. Na nguvu hizo ndizo ambazo mimi nimeziondoa. Kwa hiyo baada hapo wachezaji watacheza kwa uwezo wao na sio kutegemea nguvu ambazo walitupiwa kama mikosi ya kuatia nuksi na baadaye yaonekane madhaifu yao. Imani yangu inanambia kikosi cha Yanga unakijua, kikosi cha Simba unakijua. Vipi ikitokea club ya Young African imepoteza mchezo huo, wewe utakuwa katika hali gani haswa? Nasema hivi, narudia tena, ikitokea club ya Young imefungwa, naomba waje watenganishe kichwa changu, kwa maana sitokuwa na kauli ya kuzungumza tena, au waje wavunje uganga wangu na niwe mtupu kabisa nikabebe zege. Bwana, ikitokea club ya Yanga imefungwa, basi tuje kukichukua kichwa cha mganga kutoka Nigeria, Simbila aka Simba. Hayo si maneno yangu, hayo ni maneno yake. Dondosha komenti yako hapo chini, tuambie mtazamo wako juu ya mchezo huu. Asante.